Kila mtu alimwacha akidhani amekufa. Lakini siku moja alirudi na siri kubwa. Kijijini, watu walimjua Mzee Juma kama mtu wa heshima. Hakuwahi kugombana na mtu, na maisha yake yalizunguka familia yake, mke wake Mama Amina na watoto wake wawili, Baraka na Neema. Siku moja, mvua kubwa ilinyesha usiku kucha. Mto ulifurika na habari zikaanza kusambaa kuwa kuna mtu ameangukiwa na maji akijaribu kuvuka. Asubuhi, walipata kiatu chake karibu na mto. Jirani mmoja alisema kwa sauti ya huzuni. Mama Amina alipoambiwa, alianguka chini. Juma hawezi kuniacha hivi, si kweli, alilia. Siku 3 zilipita bila mwili kupatikana. Wazee wa kijiji walifanya kikao. Maji yamechukua, hakuna matumaini tena, mmoja wao alisema. Mazishi yakafanyika bila mwili. Watu walilia, lakini wengine walionekana kuwa na mawazo yao tofauti. Ndani ya kimya hicho, kuna mtu aliyekuwa akiangalia kwa mbali, hakulia, hakushtuka. Na hapo ndipo hadithi kweli ilianza. Baada ya mazishi, maisha hayakusimama. Lakini kwa familia ya Mzee Juma, kila kitu kilibadilika. Mama Amina alianza kuuza vitu vidogo ili kulea watoto. Baraka aliacha shule kwa muda kumsaidia mama yake. Tutavumilia mama, baba angependa tuwe imara, alisema Baraka kwa sauti ya kujitahidi kuwa na nguvu. Lakini nyuma ya huzuni kulikuwa na jambo lingine. Ndugu wa mbali wa Mzee Juma, Kasim, alianza kuonekana mara kwa mara. Ardhi ile ya shamba sasa haina mwenyewe, alisema kwa tabasamu la kujificha. Mama Amina alishtuka. Hiyo ni ya watoto wangu, alijibu kwa ukali. Lakini Kasim hakurudi nyuma. Alianza kuzungumza na wazee wa kijijini kwa siri. Polepole watu walianza kubadilika. Wengine walimsaidia Mama Amina, lakini wengine walimgeuka. Kijijini watu waliongea kwa sauti ya chini. Huenda kuna kitu hakiko sawa. Na mbali kidogo na kijiji, mtu mmoja alikuwa akiangalia kila kilichokuwa kinaendelea kwa macho ya subira. Miaka 3 ilipita. Kijiji kilisahau polepole. Watoto walikuwa, maisha yalisonga mbele. Baraka sasa alikuwa kijana mwenye bidii. Neema alirudi shule. Mama Amina bado alibeba maumivu moyoni. Kasim sasa alikuwa anaanza kudai shamba wazi wazi. Kisheria, Juma hayupo, lazima tugawane mali, alisema mbele ya wazee. Mama Amina alinyamaza kwa muda, kisha akasema, siwezi kuuza kumbukumbu ya mume wangu. Lakini siku moja, kitu cha ajabu kilitokea. Baraka alipokuwa sokoni, aliona mtu aliyemfanya asimame ghafla. Mzee mmoja aliyevaa kofia kubwa alisimama mbali akimtazama. Macho yao yalipokutana, yule mzee aligeuka haraka na kupotea. Ni nani yule? Baraka alijiuliza. Alirudi nyumbani akiwa na mawazo mengi. Mama, leo nimeona mtu ana sura kama ya baba. Mama Amina alitabasamu kwa uchungu. Moyo wako unamkumbuka tu. Lakini ndani yake hofu ilianza kuamka. Siku zilizofuata, yule mzee alianza kuonekana tena. Wakati mwingine sokoni, wakati mwingine karibu na shamba la zamani la Juma. Watu wengine pia walianza kumwona. Unamfahamu yule mzee? Jirani aliuliza. Hapana, lakini anafanana na mtu fulani, mwingine alijibu. Kasim aliposikia habari hizo, alianza kuwa na wasiwasi. Ni nani huyu anayeleta hadithi zisizo na msingi? Alisema kwa hasira. Usiku mmoja, Baraka aliamua kufuata ukweli. Alimuona yule mzee akitembea polepole kuelekea msituni. Subiri, alipaza sauti. Yule mzee alisimama kidogo, kisha akaendelea kutembea. Baraka alimfuata, lakini alipofika sehemu ya giza, hakumwona tena. Kulikuwa kimya, lakini alisikia sauti ndogo. Bado si wakati. Baraka alitetemeka. Alirudi nyumbani akiwa na hofu na matumaini kwa wakati mmoja. Asubuhi iliyofuata, kijiji kilikuwa na mshtuko.
Habari zilienea kuwa mtu ameonekana usiku karibu na nyumba ya Mama Amina. Nilisikia mlango ukigongwa polepole, Mama Amina alisema kwa sauti ya chini. Ulifungua? Hapana, lakini nilisikia sauti. Sauti gani? Baraka aliuliza kwa haraka. Mama Amina alinyamaza kwa muda, macho yake yakijaa machozi. Ilikuwa sauti ya baba yako. Ukimya ulitawala chumba. Baraka alisimama ghafla. Hii si ndoto, kuna kitu kinafichwa. Wakati huo huo, Kasim alikuwa amekasirika zaidi kuliko kawaida. Hizi hadithi lazima zikome, alipiga kelele mbele ya watu. Lakini kijiji kilikuwa tayari kimeanza kuamini huenda mzee Juma hakuwa amekufa. Na mbali kidogo, yule mzee alisimama peke yake, akitazama kijiji chake, macho yake yakiwa na mzigo mkubwa wa siri ambayo bado haijafunuliwa. Usiku huo haukuwa wa kawaida tena katika nyumba ya Mama Amina. Baraka hakulala. Alikaa nje, macho yake yakitazama giza, akili yake ikirudia ile sauti aliyosikia. Bado si wakati. Maneno hayo yalimgonga tena na tena. Ghafla, alisikia hatua za miguu nyuma ya uzio. Hakusita, alisimama taratibu na kusogea. Kuna mtu hapo, aliita kwa sauti ya chini. Kimya. Lakini alipojaribu kurudi ndani, aliona kivuli kikiondoka polepole kuelekea njia ya shamba la zamani. Safari hii hakukimbia, alitembea kwa tahadhari. Alipofika karibu, alimwona wazi yule mzee mwenye kofia. "Simama!" Baraka alisema. Mzee aligeuka polepole, uso wake ulionekana kwa mwanga hafifu wa mwezi. Baraka alishika kifua chake. Haiwezekani. Mzee alitikisa kichwa. "Usipige kelele," alisema kwa sauti tulivu lakini nzito. Ilikuwa sauti ile ile, sauti ya baba yake. Baraka alibaki amesimama, mwili wake ukitetemeka. "Wewe ni baba?" aliuliza kwa sauti ya chini. Mzee Juma alimsogelea polepole. "Ndiyo, lakini si kila kitu unachofikiria ni kweli," alisema. Baraka alitaka kukimbilia kumkumbatia, lakini kitu kilimzuia. "Kwa nini ukuja nyumbani? Kwa nini ulituacha tukiumia hivi?" Sauti yake ilijaa maumivu. Juma alishusha pumzi ndefu. "Kuna watu walitaka nife na walikuwa karibu kufanikiwa," alisema. Baraka alishtuka. "Nani?" Juma hakujibu mara moja. Aliangalia pande zote kama mtu anayehakikisha hakuna anayesikiliza. "Hii sio mahali pa kuzungumza. Ukiniamini, utanyamaza hadi muda ufike," alisema. Baraka alikubali kwa kichwa, ingawa moyo wake ulikuwa na maswali mengi. "Kumbuka, ukisema nipo hai sasa, unaweza kuweka maisha ya familia yako hatarini," Juma alionya. Kisha akaondoka gizani, akimwacha Baraka na mzigo mzito moyoni. Sasa, ukweli ulikuwa umeanza kufunguka, lakini ulikuwa hatari zaidi kuliko walivyodhani. Siku zilizofuata, Baraka alibadilika. Alikuwa kimya, mwenye mawazo mengi. Mama Amina aligundua. "Unaficha kitu," alimwambia moja kwa moja. Baraka alimtazama mama yake. Alitamani kusema ukweli, lakini maneno ya baba yake yalikuwa bado akilini. "Unaweza kuweka familia yako hatarini." "Hapana mama, ni mawazo tu," alijibu. Wakati huo huo, Kasim alikuwa akifanya mipango ya mwisho kuchukua shamba. Alikuwa tayari amewashawishi baadhi ya wazee. "Sasa ni wakati wa kusaini," alisema kwa kujiamini. Lakini kijiji kilianza kugawanyika. Wengine hawakuwa na uhakika tena. "Na kama kweli Juma yupo hai?" mmoja aliuliza. Kasim alipiga meza kwa hasira. Hakuna mtu aliyerudi kutoka kwa maji. Lakini ndani yake hofu ilianza kukua. Usiku huo, alipokuwa peke yake, alisikia mlango wake ukigongwa polepole. Alipofungua, hakukuwa na mtu. Lakini chini kulikuwa na karatasi ndogo. Iliandikwa, "Siri zako zinajulikana." Kasim hakulala usiku huo. Alikaa kitandani, macho yake yakitazama ukuta, mikono yake ikitetemeka.
Asiyekuwa hai hawezi kurudi, alijisemea. Lakini moyoni alijua ukweli mwingine. Miaka ile mitatu iliyopita, usiku ule wa mvua, si kila kitu kilikuwa ajali. Alikumbuka mazungumzo yake na mtu asiyejulikana. Ukimaliza kazi, utapata unachotaka. Sauti ile ilimwambia zamani. Kasim alifunga macho kwa nguvu, kama anajaribu kusahau. Lakini sasa, mtu alikuwa amerudi, na alijua kila kitu. Asubuhi iliyofuata, alikimbilia kwa wazee. Tunahitaji kumaliza hili haraka, alisema. Lakini kabla hajamaliza kuongea, sauti ilisikika nyuma yao. Kweli, ni wakati wa kumaliza. Wote waligeuka. Mzee mmoja alisimama pale, kofia kichwani, uso wake ukiwa wazi kwa mara ya kwanza mbele ya kila mtu. Ukumbi ulitulia. Mama Amina alishika mdomo wake kwa mshangao. Juma, alitamka kwa sauti ya chini. Hakuna aliyesogea. Hakuna aliyesema. Mzee Juma alitembea polepole hadi katikati ya mkutano. Macho yake yalikuwa tulivu, lakini yamebeba miaka ya maumivu. Nilirudi si kwa bahati, alianza kusema. Aliwatazama wote, kisha akasimamisha macho yake kwa Kasim. Nilirudi kwa sababu ukweli haukuzikwa pamoja nami. Kasim alijaribu kuongea, lakini maneno yalimgonga kooni. Usiku ule wa mvua haukuwa ajali, Juma aliendelea. Ukumbi ulianza kunong'ona. Kuna mtu alipanga niondoke ili achukue kila kitu nilichokuwa nacho. Kisha akatoa bahasha kutoka mfukoni. Hii ni ushahidi, mazungumzo, mipango, kila kitu. Aliiweka mezani. Wazee walichukua, wakaanza kusoma. Nyuso zao zikabadilika. Kasim alipiga magoti ghafla. Samahani, nilifanya kosa, alisema kwa sauti iliyovunjika. Mama Amina alilia kimya kimya. Baraka alimsogelea baba yake polepole, kisha akamkumbatia kwa nguvu. Kijiji kilibadilika siku hiyo, na ukweli ukaonekana wazi. Wakati mwingine, mtu anaweza kuondoka kama amekufa, lakini anarudi akiwa na nguvu zaidi kuliko zamani.